Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Magdalena, ni mtumishi na mtendakazi katika huduma na kanisa la Nuru ya Upendo. Tunayo furaha kubwa sana kuendelea kuwa pamoja na wewe ndugu yetu katika Bwana, ambaye unaendelea kujifunza na kufuatilia mafundisho yetu, yale yote ambayo tunayatuma katika mitandao yetu ya kijamii, katika tovuti au katika namna mbalimbali ambazo tunamhubiri au tunahubiri habari njema za Yesu Kristo. Tunayo furaha sana kuendelea kukukaribisha na kukupongeza kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kuiamini injili hii ambayo tumepewa kuipeleka katika ulimwengu au kuisambaza katika Kristo Yesu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki tena wewe ambaye unaendelea kuwa pamoja na sisi, wewe ambaye unaendelea kushirikiana na sisi katika huduma yetu hii. Mungu akubariki sana. Huduma ya Nuru ya Upendo au Wingu la Mashahidi, tunayo malengo makubwa sana katika kuifanikisha kazi ya injili, katika kuiwezesha injili ambayo tumepewa na Bwana wetu Yesu Kristo kuipeleka katika ulimwengu wote. Ni kuhakikisha ulimwengu unapata kumfahamu Yesu Kristo, na kuhakikisha pia watu wanakombolewa, wanamjua Mungu, watu wanabarikiwa na kumfahamu sana Yesu Kristo. Ni malengo ambayo tunayo kama huduma hii na katika kanisa letu hili la Nuru ya Upendo, kuendelea kumhubiri Yesu Kristo, kuendelea kumfahamu Mungu zaidi katika mapana na katika namna ambazo anatupa. Kama maandiko yanavyosema, tumjue sana Mungu ili tuwe na amani. Kwa tunavyoendelea kumjua Mungu, tunavyoendelea kumtafuta Mungu, tunavyoendelea kujifunza zaidi kuhusiana na habari njema zilizoletwa na Yesu Kristo, basi hiyo kwetu ni malengo makubwa ambayo tunatamani kila mmoja ayajue na kuyafahamu, au kila mmoja apate kumjua Mungu sawa sana mapenzi ya Mungu yalivyo kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zaidi sana tunayo pia malengo ya kuendelea kushirikiana na ninyi nyote ambao mnaendelea kufuatilia na kujifunza vitu vingi katika huduma yetu hii. Tunawakaribisha pia, ikiwa una ujuzi, ikiwa una elimu fulani, ikiwa unatamani kushirikiana na sisi, unatamani kujiunga katika kuifanya na kuisambaza injili hii, basi tunayo furaha kubwa kukukaribisha sana sana sana. Karibu sana, maana tunaamini sisi sote ni viungo wa Kristo Yesu, na kila kiungo tunaamini ya kwamba kinafanya kazi kwa namna ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo tunapenda kuwakaribisha ndugu zetu wote kabisa, wanaume kwa wanawake, baba zetu kwa mama zetu. Karibu tushirikiane katika kuieneza injili, karibu tushirikiane katika kuisambaza kazi ya Mungu. Maandiko yanasema injili ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Hivyo kama ni uweza wa Mungu, basi tukishirikiana tutafanya kile kitu kuendelea mbele zaidi. Tukishirikiana tutafanya kile kitu kusambaa mbali kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo tunakukaribisha ndugu yetu, ikiwa una elimu yoyote, ikiwa unatamani kushirikiana na sisi, ikiwa ni mwandishi mzuri, ikiwa una ujuzi wowote katika kuieneza na kusambaza injili, kanisa la Nuru ya Upendo au huduma hii ya Wingu la Mashahidi, tunapenda kukukaribisha sana. Tuendelee kumtumikia Mungu kwa kushirikiana, tuendelee kumtumikia Mungu katika kuifanya kazi yake, ili kupitia ushirikiano wetu watu wakaendelee kumjua Mungu, watu wakafikiwe injili hata katika zile sehemu ambazo tulikuwa tunaamini kwamba hazifikiki, lakini kupitia ushirikiano wetu basi tunaweza kuipeleka injili na watu wakamjua Mungu na watu wakakombolewa, na sisi tukawa mashahidi au mashuhuda wa imani kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kama maandiko yanavyosema katika kitabu cha Ibrania 12 mstari wa 1 kwamba tunabidi tuwe mashahidi. Tunaweza kwenda kushuhudia na kuwashuhudia watu habari njema zilizoletwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo tunapenda kukaribisha sana ndugu yetu katika Bwana. Tuendelee kwa pamoja, tuendelee kushirikiana, tuendelee kujengana, tuendelee kuifanya kazi ya Mungu na kumtumikia Mungu maadamu ile siku ya Bwana inazidi kukaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia namba tusome andiko moja katika kitabu cha Warumi 10 mstari wa 14 mpaka 15. Kitabu cha Warumi
sura ya 10 mstari wa 14 na 15, maandiko yanasema, basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Naomba nirudie katika huu mstari wa 15, anasema tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ni andiko ambalo linatuonyesha kwamba wakati mwingine pia ili injili iendelee mbele zaidi, ili injili au kazi ya Mungu izidi kuwafikia wengi na kwa namna ya haraka kabisa, inahitaji kitu kinachoitwa kupelekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kanisa na huduma ya Nuru ya Upendo tuna kila sababu ya kuomba sapoti yako, ndugu yetu katika Bwana. Wewe ambaye unatufuatilia, wewe ambaye unabarikiwa sana na mafundisho yetu, wewe ambaye umekuwa ukimjua Mungu kupitia nakala tofauti, kupitia video tofauti, kupitia mafundisho, kupitia namna mbalimbali katika kanisa na huduma hii ya Nuru ya Upendo, tunayo sababu kubwa ya kuomba sapoti yako katika kueneza kazi hii ya Mungu, katika kuipeleka mbele injili. Na wote tunafahamu kwamba injili inahitaji fedha, injili inahitaji fedha, na mimi na wewe ndo tunaoweza kuifanya kazi hii izidi kufika mbele zaidi kwa haraka zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo tunayo kila sababu, ndugu yetu katika Bwana, kuendelea kuomba sapoti yako katika kuichangia huduma yetu hii ya Nuru ya Upendo, kuiwezesha kuipeleka mbele zaidi. Tuna malengo mengi zaidi katika kuifanikisha huduma hii izidi kufika katika vijiji, tuzidi kupanda makanisa mengi kila mahali. Kuna ndugu zetu wanatamani kuungana na sisi, lakini wako mbali kimikoa, wako mbali kinchi, na wengine hata mataifa mbali. Lakini tunawezaje kuwafikia isipokuwa tunapelekwa? Hivyo kupitia kanisa la Nuru ya Upendo Wingu la Mashahidi, tunayo furaha kubwa kukuomba pia sapoti yako katika kuieneza injili hii, kuipeleka mbele kwa namna mbalimbali ambazo Bwana atakubariki, ikiwa ni kwa zaka, ikiwa ni kwa sadaka zako, ikiwa ni kwa mchango wote ambao unatamani kuifanikisha au kupeleka kazi ya Mungu mbele. Basi tunakukaribisha kuungana na sisi, kutusapoti, kutuunga mkono au kutushika mkono katika namna ambazo tunazifanya katika kuieneza kazi ya Mungu. Hivyo tupo hapa, ndugu yetu mpendwa katika Bwana, ambaye tunatamani wote kwa pamoja kuona watu wanaokolewa, watu wanamjua Mungu, watu wanapokea maarifa tofauti tofauti katika kipindi hiki ambacho kimejawa na mafundisho mengi ya ubatili. Hivyo tunaomba, ikiwa Bwana atakugusa zaidi, ikiwa Bwana atakugusa tena na tena, kuendelea kuisapoti huduma, kuchangia, kujitoa kwa namna yoyote ile. Ikiwa unatamani kufanya hivyo, basi unaweza kuwasiliana na sisi katika namba utakazoziona chini ya video yetu hii, ikiwa ni Vodacom, ikiwa ni Airtel au ni mtandao wote, au unatamani kuchangia, unatamani kusapoti huduma hii kwa namna tofauti, basi unaweza kuwasiliana nasi katika namba utakazoziona chini ya video hii, namba za wachungaji wetu Pastor Davis and Dennis Julius, ambao ukiwapigia simu, ambao ukizungumza nao watakupa maelekezo zaidi, watakujulisha vizuri jinsi gani ambavyo, ikiwa Mungu amekugusa, ikiwa Mungu ameweka huo mguso ndani yako katika kuchangia na kuifanya kazi hii ili izidi kusonga mbele, basi watakupa maelekezo zaidi au watakuelekeza kitu gani ambacho unatamani kukifanya kwa Bwana. Hivyo ndugu zetu katika Bwana, tunaomba mtupeleke katika kuifanya kazi ya Mungu. Tunahubirije pasipo kupelekwa? Na ndugu zetu ninyi ambao tunaendelea wote kujifunza na kuendelea kusikiliza mafundisho mbalimbali na kupokea maarifa, ndio ambao tunatamani tuendelee kuwa pamoja katika kuifanya kazi ya Mungu. Tunapenda kuwashukuru kwa wale wote pia wanaoendelea kusapoti na kuifanya kazi hii katika namna mbalimbali. Mungu awabariki sana sana sana. Tunapenda kuwashukuru kwa mioyo yenu, kwa mioyo yenu ya dhati ambayo mnaendelea
kuifanya kazi ya Mungu. Tunawashukuru sana, lakini zaidi sana tunaomba sapoti yenu katika kuifanikisha na kuiwezesha kazi ya Mungu na injili izidi kuwafikia wengi. Ikiwa una ulizo, ikiwa unatamani kujua ni kwa namna gani unaweza kuchangia, ikiwa unatamani kujua ukiwa katika mataifa ya mbali, nchi za nje, utawezaje kuchangia au utawezaje kujitoa, basi tumeshasema kwamba hapo chini ya video hii kutakuwa kuna namba zitapita hapo, utazipiga au utatuma message kwa ajili ya kuelekezwa au kurahisishiwa njia ambayo itakayokuwezesha ni rahisi katika kuifanikisha huduma hii katika uchangiaji wako. Mungu akubariki sana wewe ambaye utagusa mkono wako katika huduma hii, wewe ambaye utajitoa, ikiwa ni kwa dhaka, ikiwa ni kwa malimbuko, ikiwa ni kwa sadaka yako, ikiwa ni kwa mchango wote au kwa chochote na support yoyote ambayo Mungu atakugusa. Tunasema Mungu akubariki sana na neema ya Yesu Kristo izidi kukufunika zaidi katika pale ambako utakapotoa katika kuifanikisha kazi ya Mungu. Tunapenda kuwashukuru sana sana sana, na tuendelee kumtafuta Mungu na kumtumikia Mungu maadamu anapatikana. Mungu awabariki sana. Mungu awatie nguvu. Sadaka zenu, michango yenu au chochote mnachokitoa mbele za Mungu zikakumbukwe kama sadaka ya Kornelio. Asanteni sana na Mungu awabariki. Shalom.